Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani itashambulia Iran tena kwa nguvu usiku wa leo, huu ukiwa usiku wa tatu mfululizo wa mashambulizi. Katika mtandao wa kijamii, Trump pia ametishia kuichukua kisiwa cha Harg na maeneo mengine ya miundombinu ya mafuta ya Iran. Harg ni kisiwa kidogo kilichoko umbali wa kilomita 24 kutoka pwani ya Iran. Asilimia 90 ya mafuta ghafi ya Iran hupitia kwenye kisiwa hicho na husafirishwa kupitia mabomba kutoka nchi kavu. Wizara ya nje ya Iran inasema mashambulizi mapya ya Marekani yamefanya makubaliano ya kusitisha vita kukosa maana. Ili kujibu, Tehran imetuma ndege zisizo na rubani kwa vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Bahrain, Jordan na Kuwait. Mamlaka zinasema kuwa ndege hizo zilinaswa, ila mabaki yake yalimjeruhi msichana mmoja mjini Bahrain na kuteketeza nyumba za watu. Jordan nayo inasema kuwa imedungua makombora 20 ya Iran, wakati jeshi la Kuwait likisema lilikabiliana na mashambulizi kutoka angani. Awali India ilisema kuwa mabaharia wake watatu waliuawa baada ya Marekani kushambulia meli ya India hapo jana. Marekani inasema kuwa meli hiyo ililengwa hapo jana baada ya kufuata masharti ya vizuizi. Wahudumu wengine 21 waliokolewa, huku India ikitaka kusitishwa kwa mashambulizi kama hayo mara moja. Na taarifa hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Mawaziri wa fedha kutoka nchi za Afrika Mashariki leo wamewasilisha bajeti za mwaka ujao wa fedha wa mwaka 2026 na 27, wakiangazia mipango ya matumizi ya nchi zao ikilinganishwa na mapato. Bajeti hizi zinawasilishwa wakati wananchi wakiendelea kukabiliwa na changamoto za kupanda kwa gharama za maisha, hususan bei ya mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na uhaba wa ajira. Bajeti za mwaka huu ndio kubwa zaidi kuwahi kutolewa na nchi za Afrika Mashariki. Bajeti ya Kenya ya dola bilioni 37.2 inaongozwa kwa ukubwa, ikifuatiwa na Tanzania ya dola bilioni 23.8. Nayo bajeti ya Uganda ni ya dola bilioni 22.4, huku ya Rwanda ikiwa dola bilioni 5.4. Uganda inasema kwamba inatarajia uzalishaji wa mafuta ghafi nchini humo kuanza katika mwaka huu wa kifedha, ikisema hii itasaidia uchumi wake kukua kwa hadi 10.2%. Kwa jumla, serikali zimesema zinalenga kukuza uchumi na kupunguza gharama ya maisha kwa wananchi wake. Nimeamua kwa kusudi kukosa kuleta mapendekezo mapya ya kodi au kuongeza viwango vya kodi zilizopo, kwani hiyo ingeongeza mzigo wa gharama ya maisha kwa Wakenya wenye bidii na familia zao. Badala yake, tutatekeleza mabadiliko ambayo yataleta ufanisi katika ukusanyaji wa mapato pamoja na kupanua wigo wa kukusanya kodi bila kumuumiza zaidi mwananchi. Hebu tupate maoni ya wabunge na wananchi wa Tanzania huko Dodoma kuhusu bajeti iliyosomwa hii leo. Sijaona kwamba bajeti inakwenda kujibu matatizo ya Watanzania. Tunaposema bajeti inakwenda kujibu matatizo ya Watanzania, sana sana tunawazungumzia Watanzania tabaka la chini ambao ndio wengi. Upande wa vyombo vya moto ambavyo ndio hizo bodaboda, watu wa Bolt, Uber, bado inaonyesha haiendi kujibu, ambao ndio vijana wengi hawana ajira, wamejiajiri kule. Kiuhalisia yale yaliyowasilishwa ndio yalikuwa matarajio yetu. Ukiangalia bajeti kwa asilimia kubwa zaidi ya 70% ni bajeti ambayo inatupeleka sasa kwenye kuanza kujitegemea. Kwa sisi tuna uhakika kabisa bajeti hii itakwenda kutoa majibu kwa wananchi. Wafanya biashara wadogo waliopo machuoni, vijana wanaoanza biashara, imewabeba kwa kuwasamehe kodi ya mwaka mmoja. Hii imetupa hamasa sana na kutuonesha kwamba serikali inajali madhumuni ya vijana. Kwa upande wa bajeti, nadhani haijazingatia uhalisia wa maisha ya Watanzania kwa sababu bei ya mafuta bado iko juu. Kwa hiyo wananchi wengi sidhani kama wataweza kukidhi mahitaji yao. Na milifahamu zaidi sasa tunaungana na Ronald Bosi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kodi na fedha za umma. Ronald, karibu sana katika kipindi. Ni masuala gani makuu ambayo yamejitokeza katika bajeti zilizosomwa katika mataifa hayo matano hii leo? Katika bajeti za Kenya, Uganda na Rwanda
na Tanzania. Masuala makuu ambayo inatokelezea ni upungufu wa bajeti kulingana na mapato ya kindani. Mapato ya ndani haitoshelezei kuleta fedha ambazo zitatoshelezea hiyo bajeti. So nchi zote ya Kenya, ya Uganda, Rwanda, Tanzania ziko na upungufu ya mapato katika ile ya taxes, ile wana raise kutoka kindani. Lakini Uganda ikiwa na upungufu mkubwa kabisa kwa nchi zote, takribani 50%. Lakini ukiangalia Rwanda ndio iko na kidogo kabisa, lakini Kenya pia iko about asilia kama 30%, na Tanzania pia 25%. So hiyo ndio iko na upungufu kidogo sana. Lakini ukiangalia vizuri hizi bajeti zote zimeangazia maswali ya kuleta ajira kwa vijana, sababu ukiangalia kwa hizi nchi zote kuna msimuko wa vijana Gen Z ambao wanataka wanaleta fujo vile kulingana na ajira ambao zinatokana na serikali. Tukizungumzia katika masuala hayo, bajeti hizi zinalingana vipi, hasa tukizingatia malalamishi ya wananchi kwamba maisha yamekuwa magumu, gharama imepanda? Ndio. Kuna kuanga na kila bajeti ambayo inatolewa katika hizi nchi inakuanga na inatoa promises kuleta maisha chini, kurudisha bei ya maisha chini. Lakini ukiangalia vizuri sio rahisi, sababu ukipata ya kwamba hata kama kuna hiyo makadirio ya bajeti ambayo ina promise kuleta mabadiliko huwa haisikiki katika na wananchi, kwa sababu hizo vitu ambazo wanatengeneza, kwa sababu kuna shida ambazo ziko katika Afrika Mashariki. Shida mingi sana ni vijana wengi sana hawana ajira. Na hiyo mambo inachukua wakati. Ukiangalia pale kama Kigali wanasema by 2050 wanataka wakuwa wamejenga ajira, wamekuwa nchi ambayo inajitegemea, lakini unapata ya kwamba bado watu wanaumia sana kwa sababu lazima wapate mapato ya ushuru. Kwa hivyo ukipata hizi nchi zote zinaongeza ushuru juu, unapata ya kwamba wananchi wanaendelea kuumia kabisa. Naam, umezungumza hapo kwamba nafikiri tatizo ni kwamba hakuna mabadiliko yanayoonekana. Ronald, hizi bajeti zinasomwa kila mwaka na wananchi kama vile unavyosikia baadhi ya wengine kwamba hawaoni mabadiliko yanayofanyika katika mataifa. Sasa tufanyeje? Kwa nini tunashuhudia swala kama hili? Unajua bajeti lazima isomwe. Lakini maisha inaongezeka sio tu Afrika Mashariki peke yake. Ukiangalia saa hizi mambo inapatikana huko Iran na Russia, unaona kuna vita zinatokana na Marekani, unaona kuna upungufu wa mafuta ambao hizi nchi zote zinategemea bado mafuta, na unapata ya kwamba hizi nchi za Afrika Mashariki bado zinaathirika sana na mabadiliko ambayo inafanyika hata katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo kwa sababu hizi nchi si nchi ambazo zinajiweza, bado zinaathirika vikubwa sana hata kuliko hata kama nchi zile za ng'ambo. Kwa hivyo hali ya maisha bado inaendelea kwenda juu kabisa, kwa sababu hali ni ngumu, sio tu Afrika Mashariki peke yake, lakini kuna mabadiliko kidogo, kuna tofauti kidogo. Ukiangalia pale kama Uganda kutakuwa na maybe bei ya vyakula bado iko chini.